Ujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Karibu kusikiliza habari zetu. Machache miongoni mwa mengi ambayo tumekuandalia ni pamoja na madaktari wa hospitali za umma walio chini ya muungano wa kitaifa wa madaktari SINAMED wametangaza kuanza mgomo katika hospitali zote za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia jana Jumatano Juni 24, 2026. Sio madaktari wote ambao wanaogoma leo, ni madaktari wa muungano ya madaktari wanaoungana ndani ya chama wanaita SINAMED. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zimeanzisha rasmi ushirikiano wa afya wa kuvuka mipaka ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano wa viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika Aru Center mkoani Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimethibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano wa siku 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji uliofanyika London Juni 24, 2026, ukihusisha pia Marekani, Qatar na Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Tume ya Umoja wa Afrika. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuandamane sote hadi mwisho. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Tuangazie sasa kwa kina taarifa zetu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimethibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano wa siku 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji uliofanyika London, Uingereza Juni 24, 2026, ukihusisha pia Marekani, Qatar, Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Tume ya Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, pande hizo mbili zimekubaliana kuunga mkono juhudi za kidiplomasia zinazoendelea, ikiwemo muungano kati ya DRC na AFC/M23 chini ya mchakato huu wa Doha. Pia zimeahidi kujiepusha na vitendo au matamshi ya uhasama yanayoweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Kamati ya operation ya pamoja imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia, pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya vita, ikiwemo kuendelea kwa mlipuko wa Ebola. Pande zote zimekubaliana kuwa kuna haja ya haraka ya kuhakikisha usitishaji wa mapigano unatekelezwa kwa ufanisi. Katika mkutano huo, DRC ilieleza hatua zilizofikiwa katika operesheni ya kudhoofisha makundi ya FDLR, huku Rwanda ikitoa taarifa kuhusu maendeleo ya kuondoa vikosi vyake na kupunguza hatua zake za ulinzi. Nchi hizo mbili ziliwashukuru Marekani, Qatar na Togo, Tume ya Umoja wa Afrika na Uingereza kwa mchango wao katika mchakato wa amani. Mkutano mwingine wa kamati ya uratibu na upatanishi unatarajiwa kufanyika ndani ya siku 15 zijazo ili kutathmini maendeleo yaliyofikiwa. Licha ya juhudi za kidiplomasia kupitia makubaliano ya Washington na mchakato wa Doha, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijaonyesha mafanikio makubwa, huku mapigano kati ya waasi na vikosi vya serikali yakiendelea. Tofauti za tafsiri kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo zinaendelea kuwa changamoto kubwa katika kufikia amani ya kudumu. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Hofu kubwa iliwakumba wanafunzi waliokuwa wakifanya mtihani wa taifa katika kituo cha Machumbi, Kashebere, wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, Alhamisi hii ya Juni 25, 2026, baada ya kusikika kwa milio ya risasi karibu na eneo la mtihani. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, milio hiyo ilitokana na mazoezi ya ufyatuaji risasi yaliyokuwa yakifanyika na wanamgambo wa kujilinda waliowekwa hivi karibuni katika maeneo ya Malemu na Kashebere na waasi wa FCM23. Wanafunzi walidhani kulikuwa na shambulio la silaha, na hivyo baadhi yao walikatiza mtihani kwa muda, huku wengine wakikimbia kutafuta usalama. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa hakukuwa na shambulio lolote na wanafunzi walirejea kuendelea na mtihani wao. Ingawa hali ilitulia, mashuhuda wanasema wanafunzi wengi walimaliza mtihani wakiwa na hofu na wasiwasi.
Tukio hilo linaonyesha jinsi hali ya ukosefu wa usalama inavyoendelea kuathiri sekta elimu katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini. Hakuna mtu aliyejeruhiwa wala uharibifu wa mali ulioripotiwa, lakini wananchi wanazitaka mamlaka na wahusika wa usalama kuepuka shughuli za kijeshi karibu na shule na vituo vya mitihani ili kulinda usalama wa kisaikolojia wa wanafunzi. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi katika kijiji cha Batakirwa, eneo la Bafuna wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano kati ya makundi mawili ya hasimu ya kundi la silaha la Uhuru RDC yanayoendelea kusababisha hofu miongoni mwa wananchi. Tangu kuanza kwa mapigano hayo, wakazi wengi wamekimbia vijiji vyao na kujificha porini au katika maeneo jirani. Zaidi ya wiki moja baadaye, wengi bado hawajarejea makwao kutokana na uwepo wa wapiganaji katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, vijiji vya Isea, Bubere, Buringa, Tusangwa na Kilambo viko chini ya udhibiti wa kundi linaloongozwa na Mashite baada ya mapigano dhidi ya kundi pinzani la Zidan. Hali hiyo imeendelea kuwazuia wananchi kurejea nyumbani. Wakazi waliokimbia makazi yao wanasema wanakabiliwa na hali ngumu za kibinadamu, ikiwemo ukosefu wa chakula, makazi na msaada wa dharura. Wamezitaka mamlaka za DR Congo kupeleka wanajeshi wa FARDC na polisi ili kurejesha usalama na kuwawezesha kurejea manyumbani. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, uhasama kati ya makundi hayo mawili ya Uhuru RDC tayari umesababisha vifo vya wapiganaji 7 na majeruhi 5. Wananchi walioathirika wanatarajia hatua za haraka kutoka kwa serikali ili kurejesha amani na kumaliza mateso yao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zimeanzisha rasmi ushirikiano wa afya wa kuvuka mipaka ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano wa viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika Arusha Center mkoani Ituri nchini DRC. Kupitia makubaliano yaliyotiwa saini, DRC na Uganda zimeahidi kubadilishana taarifa za mara kwa mara kuhusu hali ya ugonjwa huo, kuimarisha ufuatiliaji wa afya mipakani na kufungua vituo vya matibabu vya Ebola katika maeneo ya mpakani. Nchi hizo mbili pia zimekubaliana kupeleka mahabara za kisasa zinazohamishika katika vituo vya mipakani vya Aru na Kasenyi ili kusaidia kubaini kwa haraka wagonjwa wanaoshukiwa au kuthibitishwa kuwa na Ebola, kuzuia ugonjwa wa kusambaa kati ya nchi hizo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya afya ya umma DRC, Didone Mwamba, amesema ushirikiano huu utaimarisha juhudi za kukabiliana na Ebola kati ya nchi hizo mbili ambazo zina uhusiano mkubwa wa kibiashara. Mamlaka za DRC pia zimehakikishia Uganda kuwa hali ya mapambano dhidi ya Ebola inaendelea kudhibitiwa. Mwezi mmoja uliopita, Uganda iliweka vikwazo kwa baadhi ya wasafiri kutoka DRC ili kupunguza hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo nchini humo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Na mwishowe kabisa, madaktari wa hospitali za umma walio chini ya muungano wa kitaifa wa madaktari Sinamed wametangaza kuanza mgomo katika hospitali zote za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia jana Jumatano, Juni 24, 2026. Nilibahatika kufanya mazungumzo na Murula Pacific. Yeye ni daktari katika hospitali mojawapo mjini Beni. Nilitaka kufahamu kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Murula alianza kwa kufafanua. Mgomo umeanza leo wa madaktari, lakini sio madaktari wote ambao wanaogoma leo. Ni madaktari wa muungano ya madaktari wanaoungana ndani ya chama wanaita Sinamed. Sinamed, Syndicat National des Médecins.
hao ndio wanagoma, kwa maana sisi machama ya wadaktari inaotetea haki za wadaktari zinaweza kuwa kama karibia 3 ama 4 hivi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa chama moja imeingia leo kwa kugoma, hiyo chama wanaita Sinamede imeanza leo mgomo wake wa madaktari wake. Wanahitaji kitu gani? Hao wanahitaji pesa zao, wanasema kwamba pesa wawaongezee mshahara, waongezee pia yenye tunaoita prime de risque, maana wanatumika hali isiyo sawa. Pia wanaomba waongezee cheo yao, kwa maana huku kwetu kisha miaka 3 daktari anapanda cheo kungazi za leta, kungazi za siasa yetu, wanapandisha daktari cheo kisha miaka 3. Sasa hao wanaona umeshapita miaka zaidi ya 3 hawapandi vyeo vyao, ndio wanaomba wapandishie vyeo, waongezee hiyo prime de risque na waongezee mshahara wao salaire. Na unaona ni wakati mzuri kugoma wakati nchi inakabiliwa na mlipuko wa Ebola? Hiyo kabisa siwezi kusema kama ni wakati mzuri wala ni wakati mbaya, kwa sababu wanganga wa DRC wanajitahidi kutumika, ijapokuwa hali mbaya ya kazi yao, ijapokuwa mazingira mbaya ya kazi yao. Inaomba saa zimoya wakibulula pia masikio ya wakuu viongozi waone, kwa maana hata ni wakati wa Ebola, ila ni wanganga ndio wanaokufa wa kwanza. Mafata mataarifa ambao Bunia na Mungwalu huko ndani ya province ya Ituri, waganga wengi wa medecin wengi wameisha kufa, madaktari mengi na wanesi wengi wameisha kufa. Ni haki yao kwa maana na katiba ya nchi inaomba kila mtu haki ya kuomba haki yake. Tukirudia nyuma sasa kidogo kwa ulizo lako mtangazaji, ndiyo kabisa, hatuwezi achilia watu wetu wakufe, kwa maana tunareklame haki yetu, na ndiyo maana waganga wenye wanatumika wenye wiko mwele mafasi yenye inaumizwa na ugonjwa huo wa Ebola, hao hawiko kwenye mgomo kabisa, hawiko kwenye mgomo kwa maana wiko kwenye shamba la vita la kupambana na magonjwa ya virusi ya Ebola. Hao waliwa conscientize, waliwaambia wao hawataingia kwenye mgomo, ila wanganga wenye wiko ngambo zenye mbali kwenye hakuna hiyo magonjwa, hao wiko katika mgomo. Na kwa nini muungano wenu ninyi hamjaungana na wengine kuweza kugoma? Hii inamaanisha kwamba ninyi mnaridhika au mnapata malezi mazuri kutoka kwa serikali? Hatuyaridhika na hatuyapata malezi mazuri, na leo ama kesho unaweza kusikia na sisi ingine ma syndicate tunaingia kwenye mgomo, ila kwanja sisi tungali na sawa vile umesema, tungali na pambana kwanja na magonjwa ya Ebola, tungali kwanja tunapatia wa autorite wakuu viongozi kwanza, na sisi tunawapatia siku kadhaa, kwa maana tunawaambia hatutagoma kwanza na tungana pambana magonjwa ya Ebola. Wenzetu wanagoma, ila wanaambia wenzao wenye wiko kwenye chamba la mapambano la Ebola wasigome, ila sisi tumesema hatutagoma kwanja na Ebola ingali na tutatiza, lakini wakuu viongozi tushawapatia na shie muda wa juma moja wa juma mbili, wao wametatua matatizo yetu, kwa maana haiko kwa leo ndio walianza kutuambia hivyo na hivyo. Sikusha pita siku mingi tangi tuliikala nao ngambo ya Bibwa kusinye maako, tulikamata mapatano zetu, lakini mapatano hazijajibiliwa. Tumalize na hili sasa, jaribu kutupa picha halisi ya hali ya mgomo kwenye vituo vya afya vya umma hapo nchini Beni na kupatikana wewe. Je, mgomo huu umeathiri kiasi gani huduma za matibabu katika baadhi ya mahospitali na vituo vya hapo Beni? Hapa Beni ambako ninapokuwa, kwanja nimesema sisi ambao tuko waganga wa daktari ambao wako kwenye shamba la mapambano la magonjwa ya Ebola hawajaanza goma. Nawaambia hao wiko kushamba la mapambano kwanje la Ebola. Hapa Beni ni shamba la mapambano, kwa maana hapa Beni tumekuwa na makaa, tumekuwa na wagonjwa, na wagonjwa wengi wenye wako wanagonjwa Ebola. Kama wa Beni wanagoma kwanja,
itakuwa chanzo ya kuongeza maambukizo ya virusi ya Ebola. Na ndiyo maana nimesema kwanja wenye wiko kwenye shamba la mapambano hawaanja Goma, lakini wenzetu wenye wiko kwenye hakuna Ebola hao walisha Goma kabisa. Na sisi tunachunga sasa leta waku viongozi wajibu kumalalamiko yetu, ili tuangalie kwamba wenye wiko pia kushamba la mapambano watajikomporte namna gani huko kwenye shamba la mapambano la Ebola. Ni Murula huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde. Na ni mwisho wa taarifa zetu kutoka JCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa sasa.